ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وكشف به الأمة. وصلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشريف: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنة. وقال مصطفى عليه الصلاة والسلام: إن دين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يقول في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunamtakia rahma na amani zimshukie kipenzi chake, kipenzi chetu Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alivyotusimulia kwenye hadithi: muogopeni Mwenyezi Mungu popote mnapoenda, na muwe wenye tabia njema kwa wenzenu, muwe na tabia nzuri kwa wenzenu. Na pia akatuhusia akasema: inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo Islam. Ndugu zangu katika imani, katika siku ya yaumul Jumu'a nzuri kama hii, tunamshukuru Mola Azza wa Jalla kwa kutuwezesha kufika siku hii, sio kwa kupenda kwetu, sio kwa ubora wetu, sio kwa kujua kwetu, ila kwa rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwingine ambaye angetamani kukosa yaumul Jumu'a, ila katika mitihani Mwenyezi Mungu anazomupa zinaweza kumzuia asifike makani kama hii. Sehemu makani mubarakuni, sehemu iko na baraka. Unapoingia, malaika wamefungua vitabu za kuandika mali zako nzuri. Kila tendo unalolifanya katika siku hii, jueni linaandikwa chini ya kitabu, kinapelekwa kwa arushi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, siku ya yaumul Jumu'a kama hii ndiyo siku ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba Sayyiduna Adam alayhi salam. Siku kama hii Allahu Azza wa Jalla alimuingiza peponi Sayyiduna Adam alayhi salam. Siku ya yaumul Jumu'a kama hii Allah alimfukuza janna Sayyiduna Adam alayhi salam. Na siku ya yaumul Jumu'a kama hii ndiyo itakuwa siku ya yaumul Qiyama. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kauli thabit, atujalie rahma, atujalie taubatan nasuha, na atujalie kauli shahada kabla tujafikiwa na kifo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema alizozitenda aliweka neema ambayo inaitwa al-mautu, kifo. Na ndiyo siku ya leo tunazungumzia baadhi ya amali za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama katika hiyo njia na mishoni yake alipotembea. Na tumuone Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu wa aina gani akifikiwa paka mwisho wake wa maisha ya kuishi. Ni sira ambayo ni refu, na kwa muda vile hatuna muda wa kuweza kutumalizia kisa kizima, tutazungumzia machache. Mwenyezi Mungu atatujalia inshallah tabaraka wa taala. Sallallahu alayhi wasallam, wa kana sallallahu alayhi wasallam shadida alhaya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mwenye haya. Ulimwengu mzima unamtambua Mtume Muhammad sallallahu alikuwa na haya. Baadhi ya watu siku hizi hawana haya,
Na kama tunavyompenda mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, lazima tuzingatie na tukopi amali na tabia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watawadhi. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mpole. Akizungumza mbele ya watu azungumza na upole. Hazungumuzi kwa kuinua sauti. Hampigizi mwingine sauti. Huyo ndio mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabiyuna Allah yausifu nalu, alikuwa mwenyewe anajishonea viatu zake. Alikuwa anafanya kazi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wayaruka'u thawba, anashona nguo zake zikiraruka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo ndio nabii na sisi tunamfuata siku ya leo katika karne hii ambaye tupo leo. Yalibu shatahu, alikuwa anakamua mbuzi wake mwenyewe. Anaingia na wakusanya baada ya kuwafuga pale, analeta na wakamua maziwa mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Wayasiru fi khidmati ahlihi bisirati sariya, alikuwa anafanya kazi za nyumba kumsaidia mke wake ama wake zake, mama zetu ummul mu'minin. Nabii Allah akifua nguo nyumbani, akimsaidia kupika. Wewe leo ukipatikana mmoja wao anasaidia kazi nyumbani, utasikia hapa na pale nasema yule amekaliwa. Na huyo ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya mama, baadhi ya wanaotuchumbia sisi, akipata umeweza kumsaidia kazi, ukikopi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aanza kukuzoea, lakini hajui kama unatekeleza sunna ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul fuqara, nabiyuna Allah aliwapenda mafukara sana kwa sana, sio kama zama hii ambaye ukampata mtu anamchukia yule fukara. Fukara ni mtu yule ambaye hana zile vitu za kumwezesha kumaliza mahitaji yake kwa siku. Wa yuhibbul masakin, na pia alikuwa anawapenda masakini kabisa. Tunamuona katika hadithi za Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu alipokuja akizitaja sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa hata yeye hawezi kukula kitu chochote isipokuwa paka amejua nyumba fulani imepata chakula. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajlisu ma'ahum, alikuwa anakaa kati yao, hakuwa anajiona yeye ndio mkubwa. Unapata misikiti midogo midogo, maulama wakubwa hawawezi kufikisha elimu yao huko, juu wanaona sio level yao. Na hiyo haikuwa moja katika sifa za nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akana wao masakin, akana mafukara, ajizungumza na wao vizuri. Wayaudu maradhahum, akiwa wamegonjeka anawatembelea, anafanya ziara kuwatembelea, ajue jirani yupo namna gani, ajue mwenzangu sijamuona siku kadhaa, vipi amefikiwa na nini. Wayashayyu janaizahum, alikuwa pia anasindikiza janaza zao akiwa na kuzika, anafuatana na wao pia, anasaidia na wao kuzika. Leo hivi ukisikia mtu amekufa, juzi mtu akisema fulani amekufa sio Muislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakupagua teo fulani sio Muislamu tusiende kuzika. Niyo alikuwa anaenda kuzika na wao. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala yaqra'u faqira, hawafukuzi, hafanyi kitu chochote cha kumudhuru yule ambaye tuseme ana thamani ya chini sana. Hamubagui wala hamuinulii sauti aseme wewe toka hapa. Hakuna siku kama hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ashaifanya. Wayaqbalu ma'adhira, alikuwa anakubali akifanya kosa, yeye akiona amefanya kosa anakubali. Ndio maana yastaghfara ila Allah, ndio anamuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia ya Allah, ikiwa nimekosea naomba unisamehe. Wayuqabilu ahada bihima yakrahu, na hakupenda kufukuza mtu ama mkasirisha mtu yeyote sallallahu alayhi wasallam.
Kisha yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayamshi ma'ala armara, na pia anatembea na wao. Hatuangalii ule ni yule kwa daraja fulani nitatembea na yule, hapana. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sifa zinginezo nyingi ambazo hatuwezi kuzivunja kuzimaliza, lakini tuangalie amali za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa nabiiullah mpaka kufikiwa kifo chake. Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa namna gani? Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani Karim, wama Muhammad ila rasul qad khalat min qablihi rasul afa in mata au qutila anfaqtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan ya. Katika suratu Imran, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea katika hii sura, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukuwa tu mtu ama kitu chochote, si chochote ila mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia vile vile aliwaamrisha mitume wengine, na huyu mtume Muhammad naye pia alikuja kama wale. Kwa hivyo mtume Muhammad akisema hivyo, akizungumzia je, kifo chake kikimfikia mutabadilika ama mutabaki hivyo? Angalieni maneno ya Sayyidina Luqman alipohusia watoto wake, amwambia ni kifo tamwabudu nani? Wamwambia tutamwabudu yule Mungu ambaye baba yetu alikuwa anamwabudu, na huyo ndio Mungu ambaye Sayyidina Ibrahim alayhisalam alikuwa anamwabudu. Wama kana minal mushrikin, hakupatikani katika wote watalikuwa wanafanya shiriki au kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innaka mayitun wa innahu mayit. Allah mwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika wewe utakufa na wao pia watakufa. Hatutaishi daima duniani hii. Mgongo wa ardhi huu tuko na muda mchache sana ambaye hatuwezi jua. Inawezekana kwa nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunapohudhuria hii salatu Ijumaa, salatu al-asr, kuna uwezo watu watatu wanaweza kosa kurudi. Hiyo ni uwezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mishoni yake alidhulumiwa na Makuraish. Alipozaliwa akalelewa chini ya mikono yake ya babake Ali ibn Abi Talib. Sayyidina alizaliwa Abu Talib amulea kuanzia miaka 8, afika miaka 12 anaingia pale Basra, amkuta yule Bahir ambaye ni monka mmoja ambaye tunaweza kumuita bishop. Muangalie sallallahu alaihi wasallam asema huyu atakuwa miongoni mwa manabii wa mwisho. Vile vile Mwenyezi Mungu ametuambia katika ahlul kitabu, wenye wale vitabu wanazungumzia katika vile vitabu vilivyoamrishwa mwanzo, huyu ana alama. Kwa hivyo mrejesheni mji wa Makka na umweke chini ya nyumba, asitembee wala asizurure. Makuraish na Mayahudi huenda watamuona na wanaweza mfikishia dhuru ambaye wanamdhuru, na mmoja wao ndiye atakuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliporudisha mji wa Makka, akaa muda afikisha miaka 25, aenda kumuoa Sayyidata Khadija radhiyallahu anha. Amuoa Sayyidata Khadija radhiyallahu anha, mwanamke aliyekuwa na umri wa 40. Sayyidina Muhammad ako na miaka 25, amuoa yeye. Kuna sira katikati hapo, lakini Ali ibn Abi Talib alizungumzia katika kitabu kingine, lakini hapa babake Abu Talib aelezea akasema, mkubali umuoe mama wa Maka, ambaye mwanamke ana sifa, mwanamke anatambulika, mwanamke ana mali, mwanamke ni beautiful jamal. Wawe Muhammad mkubali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, mimi natoka katika familia ambaye ni fakiri, natoka katika familia sio sisi watajiri. Yule mama ni mkubwa, mwanamke mkubwa. Itaonekanaje kwangu mimi kumuoa mwanamke wa miaka 40 na mimi niko na miaka 25? Watanichekelea watu wa Maka hapa. Ali amwambia Abu Talib, amwambia usikubali hiyo. Hilo ni jambo la kwako tu. Kubali kumuoa Sayyidata Khadija radhiyallahu anha. Wakatengeneza hapo. Sayyidata Khadija radhiyallahu anha afanya sherehe mji wa Maka. Mwanamke anaheshimika katika biashara, ni mwana biashara mkubwa. Sayyidata Khadija atengeneza harusi, kisha wakaoana. Tunapita bifiswali, hatujarefua sana, na tunataka tumjue safari yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumuoa Sayyidata Khadija radhiyallahu anha,
akana yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo Mtume Muhammad sallallahu aona mazingira ya maisha yake, aanza kuona ndoto kadhaa. Ndoto zile anapoziota muda mwingine zinatimia. Sallallahu alaihi wasallam alipofika umri wa miaka 35 akajitoa kwenye watu wa mji wa Maka, akapanda juu pale wa mlima, akaingia pango la Hira, ambapo ndipo aliweza kutekeleza ibada yake kutokana na babu yetu Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Akiwa hapo kipindi cha miaka mitatu afikisha miaka 38, sallallahu alayhi wasallama akujiwa na malaika Jibril alayhi salam, asimama mbele yake amwambia Muhammad, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Muhammad sasa amwambia sijui kusoma, amwambia soma katika jina la Mwenyezi Mungu Mola wako aliyekuumba. Mola aliyekuumba akakujulisha. Mola aliyekuumba aliumba mwanadamu kutoka kwa tone la damu. Sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma, amwambia Jibril sijui kusoma. Kipindi kilimkuwa kigumu sana mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambia utasoma, paka amwambia iqra paka kipindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wahi wa kwanza kabisa kushusha katika nabii kwa Mtume Muhammad ilikuwa kusoma. Ndugu yangu, soma. Ndiyo tunapata nasaha ya kueneza hapa. Tuseme kila mmoja wetu afaa kusoma. Ndiyo ilikuwa kauli ya kwanza, ikra, soma, tafuteni elimu. Angalieni sallallahu alaihi wasallam katika moja katika hadithi zake asema, "Talaba al-ilm faridatan ala kulli muslim." Kutafuta elimu ni juu ya kila mmoja katika umma hii. Leo umekaa Ramadhani mpaka Ramadhani uko na sura zako, sura 3. Unakuwa na kuli kwa Allahu, kuli a'udhu birabbin nas, na wakikwambia kuzisoma vizuri hazisomi vizuri. Kaa chini ya mwalimu wako, kaa chini ya imamu wako, muuliza akufundishe. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alipofinywa mpaka mbavu zake zikaja kukutana mara moja kwa moja, ukisikiza katika kisa kile sallallahu alaihi wasallam ambiwa kusoma. Alipofikisha umri 40 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam kuamrisha dini ya Allah kwa watu wa Maka. Watu wa Maka walikuwa wanafanya amali za kuua watoto wao. Mwana msichana, mtoto wa kizaa, mtoto wa kike wanamuzika hai. Hii ilikuwa miongoni mwa jahili. Tukizungumzia masaila haya ni hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambieni enyi Waarabu, kitendo hiki Mwenyezi Mungu anakichukia. Mmoja wa watu walikuwa karibu ni Hamza, babake. Abu Talib alikuwepo na wengine, Abu Lahab tulipozungumzia katika hadithi hutuba yetu iliyopita, moja katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni adui wa Uislamu. Alipoanza kuambia kuli la ilaha illa Allah, watu wa Maka wakaanza kusema Muhammad amezua dini mpya ambaye anataka kututenganisha sisi kutoka kwa dini za babu zetu. Na babu zetu walikuwa wajua vizuri sisi tunaabudu masanamu hapa, ambaye kule karibu na Kaaba kulikuwa na masanamu makubwa, Hubal, Uzza, Manat walikuwa hapo. Hamza mmoja wao alipokuwepo karibu, Abu Talib amsikiza, na Makuraish wakaanza mambo mengi kuzungumzia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa kuingia katika chumba cha Kaaba, ndani ya Kaaba avunje masanamu, maana ameamrishwa kuabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Kul huwa Allahu ahad, semeni Allah ni mmoja. Makuraish walikuwa wanaabudu Mungu 360 ambayo walikuwa wamezungusha Kaaba. Sallallahu alayhi wasallam wakaanza kumchukia mkewe Abu Lahab, ambaye ni mamake wa baba anaitwa Abu Lahab. Aanza kumunyanyasa, amtupia takataka, wampaka usaki wa kwenye kuabudu, na paka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuachia hapo. Sallallahu alaihi wasallam kipindi ameambiwa kupanda mlima wa Safa, na Mola Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha pande pale, ambia Waarabu, ya ma'ashara arabi yaqul la ilaha illa Allah, enyi Waarabu wenzangu,
semeni Allah ni mmoja, hakuna mola, hapana mola stahili kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja wao ni Abu Lahab akamkataa, akamwambia nimekulaani. Wakala Allah tabaraka wa taala tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah akamwambia na mimi nimemlaani wa Abi Lahab ila ahli sura. Abu Lahab alaaniwa. Baadhi ya wao wakamkubali. Na Quraysh wakimbia katika marafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuuliza Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wamuuliza, Abu Bakar, umesikia rafiki yako mambo aliyosema? Asema Siddiq, maneno hayo ni kweli, mimi nakubali. Abu Bakar alijulikana kuwa mwenye akizungumza jambo wanalifuata, maana katika maisha yake hajawahi danganya hata siku moja. Sallallahu alaihi wasallama, hali kazidi kuwa ngumu. Mola subhanahu wa ta'ala waamuru, akamwambia watu ambaye wamesilimu chini yako waambie waingie Ethiopia, waende. Kuna bishop pale anasikika kuwa mmoja wenye anayasoma kitabu ambaye tunasema ilipoamrisha katika sura Baina lam yakuni rajulun kafaru min ahli kitab, ndiye ambaye wenye ahli kitabu ni wale watu waliokuwa wamepewa katika suhufu ya Ibrahima na Musa, katika Torati, katika Injili na katika Zaburi. Hao ndio baadhi ya watu hao. Asema muendeni kule. Walipofika Ethiopia, wale watu ambaye kulikuwepo na Sayyidina Uthman alikuwa hapo, na baada ya kusilimu kwa Abu Bakar Siddiq, marafiki wake wote ambaye walikuwa chini ya Abu Bakar Siddiq walisilimu. Ndio tunapatikana hapo Sayyidina Uthman na Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na yeye pia alikuwa hapo, na ijapo alikuwa mmoja katika waadui wa Uislamu. Baada ya mwaka wa 6 aliukubali Uislamu na akawa mmoja wa kusimamisha nguvu katika dini ya Uislamu na kuiendeleza. Walipofika Ethiopia, wakawaambia sisi tumetumwa hapa na Mtume Muhammad, Muhammad Rasulullah. Wakasomea baadhi ya ayati katika suratu Maryam, baadhi ya ayati katika suratu Ikhlas, baadhi ya ayati katika suratu Anfal. Kisha huyu mfalme akawaambia, nyinyi mnatakana kufungwa, na baada ya kufungwa mtaadhabiwa, mpewa adhabu ili muweze kujua sisi hatutenzewi tu hivi hivi. Alikuwepo ni Zaid ibn Harith. Zaid ibn Harith ni mtoto ambaye alilelewa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka ilipofika kipindi wakamuita Zaid ibn Muhammad. Zaid alikuja mdogo kutoka kwao, akalelewa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipoujua Uislamu ndiye alikuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo haikutosha, huyu mfalme baada ya kusikiza baadhi ya ayati alizosomea kutoka kwa Qur'an, akawaachilia, akasema mpo na uhuru wa kukula, wa kukunywa na kuishi katika mji huu. Abu Lahab akasikia habari kutoka Ethiopia kurudi Maka, asema Muhammad inaonekana ameshika dunia. Wafalme wameanza kumsikiza, akaandika barua waweze kuwashika warudishe Maka waadhibiwe. Mission hiyo katembea hivyo mpaka kipindi waliporudi Maka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha tena mara ya pili warudi tena Ethiopia. Muda tunaotembea haraka juu ya muda hatuna, tunapita kwa ufupi. Waliporudi tena Ethiopia, wakalelewa hapo muda mchache, wakarudi Maka. Baada ya kurudi Maka, wa Quraysh wakawa wamezidi kuadhibu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waamuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijratul Madina, akamwamrisha ahame mji wa Maka aende Madina. Kipindi cha kuhama kutoka Maka kwenda Madina ndio kipindi ambacho kilibadilisha karni ya Uislamu. Tukaanza kuhesabu kalenda ya Uislamu na tukaanza kujua vitu vilivyotekelezwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ama atoka hapo anakimbia kuingia Madina, aingia mpaka pango la Thawr. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid wamfukuza, wameweka watu ambao wanamfukuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakimpata anasema atakayemleta Muhammad atapata ngamia 100 weupe, weusi na wenye kundu, wana wekundu. So sallallahu alaihi wasallam
alipoingia pango la Thawr, Mwenyezi Mungu akamwamrisha Anqa, ambaye huyu mdudu akakuja kujenga mbele ya pango. Walipofika hapa, Abdullah asema watu wameingia hapa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwepo ndani ya pango, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa ameshusha nusura yake, huyu mtu amejenga mbele yake, ambaye ni web spider, amejenga mbele yake. Wakasema mtu angeingia huko ndani, basi spider ingekuwa imevunjika, lakini hakuna hata moja imevunjika hapa. Kwa hivyo Muhammad anaweza kuwa anaelekea Madina, tufuatane na yeye. Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu asema, tulipokuwa ndani kulikuwa na nyoka, na ule nyoka anasemekana alimung'ata Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, lakini akawa anasema heri aning'ate mimi, lakini asimung'ate Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaishi na yeye. Wakitoka hapo akaelekea mtoto wa Sayyidina Umar ibn Khattab ambaye anaitwa Asma, akiwa anawaletea chakula na kuwaletea habari kutoka mji wa Makkah vile Makuraishi wanapanga. Wakaondoka hapo mpaka walipoingia mji wa Quba, wakakaribisha na Maansari waliokuwa pale, ambaye kulikuwepo na kikundi cha Khazraj na Aus, wale waliokuwa wanapigana kila usiku kwa ajili ya vitu vidogo, kukwazana tu kidogo wanauana. Mtume Muhammad sasa akakuja akawaweka pamoja. Tulivyomjua kwa sifa zake, hakutaka mtu mwingine audhike isipokuwa kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abubakar Siddiq asema, walipofika mji wa Quba wakamkaribisha Maansar, wakamuimbia wimbo wa Twala al-Badr alaina, wakamkaribisha Muhammad, karibu mji wetu, ambaye mji huo ulikuwa unaitwa Yathrib. Leo hivi ndio mji ule unaitwa Madina. Na Mtume Muhammad sasa akiwa kwenye ngamia wake, wakasongesha karibu kidogo. Kila mmoja anataka Muhammad ajenge mbele yake, kila mmoja anataka ajenge kwa ardhi yake. Wakasema sasa ngamia huyu mahali atakalala ndipo Muhammad atajenga nyumba yake. Ngamia atembea 1 2 3, afika mbele akalala chini, miguu zingine ziko kwa ardhi ya yule, miguu ziko kwa ardhi ya yule, kifua kipo kwa yule, kifua kwa mwingine. Mtume Muhammad sasa akajenga hapo msikiti wa kwanza katika Uislamu, ndio msikiti ambao unaitwa Masjid Quba. Masjid Quba ulipojengwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha swala. Muda kabla hapo ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotekeleza ibada yake. Sayyidina Abubakar Siddiq akatuelezea katika mambo yake, na Abu Talib alipokufa, babake ambaye hakukubali Uislamu akiwa amekufa, Sayyidina Khadija radhiyallahu anha mke wake amekufa, Mtume Muhammad akawa anahuzunika sana. Huo mwaka ukaitwa Amil Huzuni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa akaandaliwa safari ya kuondoka hapo, kutoka kipindi hapo ambaye ilikuwa mji wa Makkah. Baada ya kufikisha wale, tunarudi nyuma kidogo tukisonga juu ya muda, lakini tuchukue kila kitu. Asafirisha kutoka Makkah mpaka Baitul Maqdis ni Jerusalem. Kufika Jerusalem, ambaye anafika msikiti wa Aqsa, akutana hapo mitume wote wako hapo. Jibril alayhi salam, inasemekana katika kauli za tarihi, akaadhini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaswalisha mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wote waswali swala nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam baada ya kuswalisha, katika kauli zinapokuja vitabu za tarehe, ukisoma kitabu cha Imam Jafar, asema Mwenyezi Mungu akamuonyesha kaburi la Sayyidina Musa alayhi salam. Baada ya kuonyesha kaburi la Sayyidina Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuelekeza sehemu ya Yemen, ambapo Jibrilu aliposema akamletea ngazi kutoka mbinguni, akaiweka hapo. Mtume akapanda moja kwa moja mpaka juu. Hatutaingia hapo, tutaingia hiyo siku nyingine tukijaliwa hai inshallah, tuone alipoingia mbinguni. Lakini ile safari ndipo Mtume Muhammad sallallahu alipata swala. Mji wa Makkah wote ulihubiriwa kwa watu wajue Mola Subhanahu wa Ta'ala ni nani, na watu walipoanza kuswali walianza kuswali wakiwa Madina. Kwa hivyo tujueni Mtume Muhammad wetu akiwa Madina ndipo kila kitu kilianza.
mji wa Maka kulikuwa tu shahadatu an la ilaha illa Allah, hakukuwa na kitu kingine. Na akiwa pale mji wa Madina, mahali tumesema kukakujiwa na bwana ambaye anaitwa Suhail ibn Amr, ambaye alikuwa mmoja katika maadui wa Uislamu. Akasema wanataka waandike ahadi ambaye ya kuwatekelezea amani kati yao Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kulikuwa na sheria moja ambaye ilikuwa na wakandamiza Waislamu, atakayeondoka Waislamu arudi kwa masanamu hakuna kumrudisha, lakini mtu akisilimu kutoka kwa masanamu akija kwa Uislamu wanamrudisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema waache. Mtume sama apenda amani, mpaka kipindi walipokaa hapo ikifika ilikuwa ahadi ya miaka 10 kutokana na watu wa Bani Khuzaa ambaye walikuwa wamekuja kusaliti watu wa Maka wa Madina, na maaswali baadhi yao na Mayahudi wakaungana wakakuja wakaanza kuwa watu usiku, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaweza kuambia sasa firu tuondoke hapa, mpaka walipoingia sehemu zingine. Vile vile tunaangalia Saira inapotembea katika kitabu chake ambaye katika kitabu cha Nuru Yaqin juzi ya kwanza na juzi ya pili, na kitabu cha Imamu Jafar kinaposoma hapo ndipo utapata habari mzima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam aanza kuugua kwa kipindi cha siku 14. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam augua mpaka akifika kipindi hawezi kusimama kuswalisha swala, kipindi anazimia, anasimama anazimia. Khadija radhiallahu anha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika kauli zake, kullu nafsi dha'iqatul maut, na hiyo ni moja katika aya za Mola Subhanahu wa Ta'ala, kila nafsi itaonja umauti. Alikuwa kuzungumza haya maneno siku baada ya siku, masahabi wala tususa sana wakaanza kujua hapa sasa ni kama anatuaga. Kipindi kile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asafiri kutoka mji wa Madina arudi Maka kufanya hija yake. Katika maisha yake afanya hija moja. Katika hutuba yake ya hutubatul wida, hijatul wida, alizungumza maneno marefu, azungumza maneno makali, lakini iliposhuka aya ambayo inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala amekamilisha dini yenu na amekamilisha neema zenu. Kwa hivyo amewaambieni dini kwenu ya ukweli ni dini ya Uislamu. Masahaba waliposikia hii habari wakaanza kufurahia. Masahaba wakafurahia mji huo, lakini Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu asema akaanza kuhuzunika. Akasema katika kauli zake akasema hakuna mission inatimia isipokuwa imeisha. Mtume Muhammad sama azungumzia rudia, awaambia usia waswali, asema watu waswali swala. Kipindi kile tumetoka jua hatuna muda wa kutosha, arudi Madina. Mtume Muhammad sama ingia katika chumba cha Maimuna, amwambia sisikii vizuri, aelekea paka chumba cha Sayyidata Aisha radhiyallahu anha. Akaa chini ya Sayyidata Aisha radhiyallahu anha, akisha kukaa hapo akaanza kusingizia. Akasikia maradhi na muuma kwa nguvu sana, kwa uchungu inazidi kumuuma. Sallallahu alayhi wasallam akazimia, akimwambia Sayyidata Aisha radhiyallahu anha kumwekea maji kwa kichwa, amuminilie maji. Sallallahu alayhi wasallam maradhi na muuma inazidi kumuuma. Bilal radhiyallahu anhu akikuja kumwangalia sallallahu alayhi wasallam kwa nyumba, amuona sallallahu alayhi wasallam ajipindua kurudi huku na huku. Abubakar Siddiq anapomuona sallallahu alayhi wasallam, amuona sallallahu alayhi wasallam kweli inapokuwa kipindi kama hiki sallallahu alayhi wasallam mishoni yake inakaribia kuisha. Ubay ibn Khattab radhiyallahu anhu alipokuja Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akija kumuona sallallahu alayhi wasallam, arudi kumwambia Ali ibn Abi Talib, amwambia huyu nabii na wetu habari sio nzuri. Watu wakaanza kulia. Ilipofika kipindi cha kuswali salatu dhuhuri, sallallahu alayhi wasallam hana nguvu za kusimama, amwambia Aisha radhiallahu anha, amwambia niweke maji kwa kichwa. Amuuliza watu wameswali, amwambia hapana hawajaswali, wamekusubiria ya Rasulullah. Kisha akazimia, anaamka kusimama, akazimia, akasema amru Abubakari aswalisha watu swala. Sallallahu alayhi wasallam kipindi kile anamwambia Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sasa Abubakar Siddiq anapokaribia msikiti kuswali, amwambia ya
Rasulullah, ya Rasulullah, alia machozi sallallahu alaihi wasallam. Asikia msikiti mzima watu wanalia, akimsikiza sallallahu alaihi wasallam, amwambia Aisha radhiallahu anha, nisimamishe niweze kuswali. Abubakar Sidiki amwambia Bilal akimswala, Bilal anasiwezi kusimama, anasema ashhadu anna Muhammad rasulullah, akalemewa na kutamka lile jambo, akalia machozi makali sana. Bilal radhiallahu anhu amwambia katika maneno zake, asema katika kauli zake Maula mwasema, Bilal asema hangenizaa mamangu, siku ya leo imenikuta, siwezi kumuona kipenzi cha Allah Khalilullah hayupo katika makani yake, mimi nitasimama namna gani? Abubakar Sidiki akalemewa na kusimamisha swala ile. Wakarudi kumsikiza Mtume Muhammad sama, amwambia Aisha radhiallahu anhu wamshikilie, wakamleta kumkalisha mbele ya mimbari, akawaswalisha swala hiyo. Swala akawaswalisha kwa kukaa chini na akawaswalisha kwa haraka kabisa, kisha akakipinduka hivi akawaangalia watu, akawaambia maneno, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanyi jambo isipokuwa kwa kupenda kwake. Masahaba radhiallahu anhu wamwangalia sallallahu alaihi wasallam wanalia, akijua tu leo Mtume Muhammad sasa inaweza kuwa ni maneno ya kuisha. Jibril kisha akija mbele ya Mtume Muhammad sasa anamwambia, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ikiwa nusra ya Mwenyezi Mungu imekuja, Sayyidina Abubakar ibn Abbas radhiallahu anhu asema hii sura ilipoamrishwa kwa Mtume Muhammad sasama ndio ilikuwa ya kuonyesha mission ya Mtume Muhammad sasama imeisha. Sallallahu alaihi wasallam hakuweza kumaliza kipindi kile, na pia akawaambia kulu nafsi dhalikatul maut. Masahaba wakizidi kulia, wakaishiwa nguvu, lakini baada ya muda mchache sallallahu alaihi wasallam aliporudishwa kwa nyumba, baada ya siku kidogo, siku 2-3, sallallahu alaihi wasallam akaaga maisha ya dunia hii. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anapoingia kwa nyumba, amkuta Aisha radhiyallahu anha yupo kwa nyumba, amuuliza aina rasul, mtume yupo wapi? Amwambia amepumzika kidogo, kuenda kukaribia karibu na Mtume Muhammad, ameshika kwa kifua, asikia nafsi ya Mtume Muhammad sasama haipigi. Lakini Mtume Muhammad sasama alikuwa amemwambia katika msikiti, asema nikiwa nimekufa mitume wote watakuja kuniswalia, malaika watakuja kuniswalia, mtu wa kwanza kuniswalia atakuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Baada ya hapo itakuwa malaika, baada ya hapo itakuwa mitume wote watakuja kuniswalia sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo na nyinyi pia muingieni kwa makundi muweze kuniswalia, kisha munizike. Sallallahu alaihi wasallam waliomboleza kifo chake kumaliza siku 72 hours, hizo ndio siku 3 sallallahu alaihi wasallam akiwa amekufa. Mtume Muhammad sama alikuwa amewaachia maneno mazito. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alipotoka nje akiwaulimbia wama Muhammad, man kana yaabudu Muhammadi, yeyote alikuwa anamwabudu Muhammadi, Muhammad kadamata, Muhammad amekufa leo. Lakini uko muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad sasa alituambia Allahu yuhyi wa la yumitu, Allah ndiye mwenye hai, hataweza kukufa. Kwa hivyo sallallahu alaihi wasallam ametuondoka kwa macho yetu. Watu wakalia, ilikuwa kipindi kigumu sana ndugu zangu katika imani, na haikuwezekana masahaba radhiallahu anhu kuendelea na hayo maneno. Walikuwa washaambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Dini yetu ilikuwa kwa kamila, na masahaba radhiallahu anhu wakiwa shamuona. Kwa hivyo ikawa ndio mission ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa innahu al-barrul karim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا مصطفانا وقدوتنا وصفيه وخليله
وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة الموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، قال كل نفس ذائقة الموت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوانا في الله، الموت حق، كما قال صلى الله عليه وسلم الموت حق والنار حق والقبر حق والحساب حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربة مرافعة منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودعم وداع الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.